Ikiwa duru la pili ama mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara unaendelea kushika kasi kwa michezo ya kila siku, hata hivyo kumekuwa na ushindani wa aina yake, jambo lililofanya baadhi ya timu kubadili makocha ndani ya vikosi vyao. Lengo ni kujiimarisha zaidi na kuhakikisha timu zao zinasalia ndani ya ligi kuu msimu ujao. Mpaka sasa ndani ya ligi kuu msimu huu ni timu 3 pekee ambazo hazijabadilisha makocha toka ulipoanza msimu wa 2024-2025. Timu hizo ni Dodoma Jiji iliyo chini ya kocha Mecky Maxime, JKT inayonolewa na Ahmad Ali pamoja na Simba Sport Club inayonolewa na kocha Fadulu Davis, ambazo zimedumu na makocha wao toka ulipoanza msimu. Hata hivyo mpaka sasa ndani ya ligi kuu idadi ya makocha waliofungashiwa vilago na wengine kuondoka kwa hiari yao imefikia 15 toka ulipoanza msimu huu. Baadhi ya makocha hao ni Yusuf Dabo aliyekuwa akikinoa kikosi cha Azam Football Club, Miguel Gamondi aliyekuwa kocha wa Yanga pamoja na Sedi Lamovic ambaye pia alikuwa Yanga, Malud Amdi ambaye alikuwa Singida Black Star na baadaye kuhamia Yanga, Melis Medo ambaye alitemwa na Kagera Sugar, David Ouma aliyekuwa akikinoa kikosi cha Coastal Union, Mwinyi Zaela kutoka Namungo Football Club, Fred Felix Minzilo aliyekuwa Tanzania Prison pamoja na Mohamed Abdalla Balesi ambaye naye ametemwa na Mashujaa Football Club. Kuachana na makocha kutemwa, pia msimu huu umekuwa ni msimu wa aina yake hususan kwenye mbio za ufungaji bora. Hata hivyo, licha ya kuwa na ushindani wa ufungaji wa mabao, mpaka sasa zimeshuhudiwa hat-trick 2 pekee toka kuanza kwa msimu huu. Cha kushangaza zaidi, hat-trick hizo zinatoka ndani ya kikosi cha Young African Sport Club. Prince Dube ndiye mfungaji wa kwanza wa hat-trick msimu huu, akifanya hivyo kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa uliopigwa Disemba 19, 2024. Hat-trick ya pili ilifungwa na Stefan Aziz Ki ambayo ilifungwa dhidi ya KMC Februari 14. Winga wa Azam Football Club Jibril Sila msimu huu ameweka rekodi ya kuwa mchezaji pekee aliyezifunga timu zinazounda dabi ya Kariakoo, nikiwa na maana Simba Sport Club pamoja na Young African Sport Club. Alianza kuifunga Yanga Novemba 2, 2024, goli lililoipa ushindi Azam. Hata hivyo pia alifunga katika mchezo wa Februari 24 dhidi ya Simba Sport Club uliotamatika kwa sare ya bao 2-2. Simba Sport Club msimu huu imeangusha alama 5 kutokana na kujifunga wenyewe. Walipoteza alama 3 muhimu baada ya Kelvin Kijili kujifunga dakika za jioni kwenye mchezo wa Kariakoo Derby uliopigwa Oktoba 18, 2024. Pia wakagawana alama 1-1 baada ya Lada Kijuma cha Sambi kujifunga kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate Football Club uliotamatika kwa sare ya bao 1-1. Hii ilikuwa ni Februari 6 mwaka 2025. Wakati mzunguko wa pili ukiendelea, Itigi TV tutazidi kukuletea matukio ambayo yatakuwa yanajitokeza kwenye kila mchezo mpaka pale msimu huu wa 2024-2025 utakapokuwa umetamatika.